kwenye majukumu ya ratiba yetu ya kwanza ilikuwa ni kukagua kwanza, kuona kasi ya utengenezaji wa madawati. Tumekuta kule kazi haiendelee. Watasisi kutupeleka kwenye eneo ambalo kazi haijulikani anayefanya ni nani kwenye mkataba. Tukadhani ni vizuri tuje tukutane hapa, ili kwanza kamati ambayo imeundwa ijue majukumu yake, iwe na cha kuanzia, iwe na taarifa sasa za kuanzia kwenye kazi wanaweza kufanya. Nataka kasi ya madawati itembee. Nataka la madawati iwe ndo la kwanza likuisha. Mnaomba mnielewe. Si ndio? Ifike mahala tujue majukumu ya kufanya kama kipaumbele cha kwanza cha Mheshimiwa Rais. Kwenye hapo kwenye madawati tunao magogo. Nao yamechanwa, sikumbuke kutoka tarehe ngapi. Naambiwa kuna interest. Ndio hivyo. Ndio kweli. Sasa interest ya madawati nayo inakaa siku 5 haitoki. Interest ya mambo mengine ni leo, kesho ile inatoka. Uongo? Uongo? Nani mwasibu ni uongo? Sasa kwa nini ya madawati inachukua muda wote huwa haitoki? Kuna tatizo gani kwenye madawati? Ya haya madawati na kuhamishwa na nini? Kama sio ninyi, tukuchukue wewe mkurugenzi, naelekeza idara ya fedha, hawa wanaolipa na kuchelewesha malipo ya madawati wawe kwenye kamati, waandikie barua, teua wawe kwenye kamati ya kushughulikia madawati na magogo haya. Kwanza wao wanatoka pia kufika kule wakaione kazi, alafu pia wao wanatoka kwenda shuleni wakawaone watoto wanavyobanana kwenye madawati. Teua. Alafu nipe mrejesho kwamba umemteua nani. Hawa wanaochelewesha malipo. Ili wafili ambacho sisi tunakifili tunapotafuta kwenda kuona kwa mali za Tanzania zikoje kule. Waweke kwenye kamati. Siko tunaelewana? Hili ni elekezo lifanye. Tuna miezi miwili ya kumaliza hii kazi. Na wale magogo mkayatoe leo. Anawaletea barua, tumempa maelekezo kuletea barua ya kutoa magogo na mabanzi pale. Yaende kwenye kiwanda cha kuchana ziwe mbao. Na pale kama kinafanya kazi, kesho tutakagua mbao ziwe zimekamilika.